Na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani. Matumaini yetu mpo salama salimini, na hivyo mkaribisha kwenye awamu hii ya kwanza ya leo tariki 26 Machi mwaka huu 2026. Ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 11 saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Hivyo mkaribisha kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari zinazojiri duniani, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia nchi yote ya Kongo, Afrika Kusini na Afrika Mashariki. Moja kwa moja kwa habari tulizokuandalia. Tuanzie kwa Kivu Kaskazini. Kuondolewa kwa waasi wa M23 kutoka maeneo kadhaa katika eneo la Lubero kumezingatiwa tangu Jumanne Machi 24 kumesababisha ombwe la usalama. Katika visa vingi maeneo haya yamechukuliwa tena na wajitolea wa ulinzi wa nchi VDP au kukaliwa na vijana, hata watoto wadogo ambao wamemiliki mali zilizotekelezwa na wapiganaji wa M23. Hii ni jambo hasa katika eneo la Msiga ambapo watoto walionekana wakisherekea kuondoka kwa wale wanaochukuliwa kuwa wavamizi. Ndege mbili aina ya Boeing ya 737 zilitua Jumatatu hiyo iliyopita kwa mara ya kwanza katika karibu ya miaka 16 kwenye barabara ya kurukia ndege iliyokarabatiwa hivi karibuni katika uwanja wa ndege wa Bunia, mjini mkuu wa jimbo la Ituri, mbele ya mamlaka za mkoa. Wamiliki wa magari jijini Kinshasa nchini DRC kuanzia mwishoni mwa wiki iliyopita wanashuhudia uhaba wa mafuta kwenye vituo vya kuuza bidhaa hiyo, huku misururu mirefu ikishuhudiwa, hali inayodaiwa kuchangia na vita Mashariki ya Kati. Naye waziri anayehusika na masuala ya nishati nchini DRC, Asasia Bandubole, amekanusha madai hayo uhaba wa mafuta kwenye taifa lao. Hakuna hata mmoja wa watu wanaozungumzia kwa niaba ya jamii ya Banyamulenge, wakiwemo Moiza Nyarugabo na Azarias Rubero, walipokewa mamlaka kutoka kwa jamii hiyo. Lengo lao ni kugawanya umoja na mshikamano wa watu wa Kongo. Banyamulenge ni wa Kongo, hawahitaji kulindwa na nchi jirani kwa kudumia watu fulani ndani ya jamii hiyo. Daniel Ganza, rais wa chama cha misaada ya pamoja cha Banyamulenge huko Katanga. Watu wa Kwilu walifurahishwa sana na kuwasili kwa Rais Felix Tshisekedi Jumanne iliyopita huko Bandundu, mji mkuu wa jimbo la Kwilu, ambapo anashiriki katika mkutano wa 13 wa magavana. Kando ya mkutano huo, mkuu wa nchi anapanga kutembelea miradi kadhaa iliyokamilika pamoja na maeneo ya ujenzi yanayoendelea, yote ikiwa ni sehemu ya mpango wake wa maendeleo ya ndani na kuboresha hali ya maisha ya raia. Akikaribishwa na umati wenye shauku, anaendelea na ziara yake ya kitaifa. Tukiwa tu DRC, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Felix Tshisekedi amemteua bwana Pacific Kahasha Birindwa kama mshauri maalumu wa mkuu wa nchi anayesimamia ukanda wa kijani na wa Kivu Kinshasa, kulingana na amri iliyosomwa kwenye television ya kitaifa Jumatano. Ibara ya kwanza, Pacific Kahasha Birindwa ameteuliwa kuwa mshauri maalum wa mkuu wa nchi anayosimamia ukanda wa kijani wa Kivu Kinshasa. Ibara ya pili, mshauri maalum wa mkuu wa nchi anayesimamia ukanda wa kijani wa Kivu Kinshasa amepewa jukumu la kumsaidia rais wa Jamhuri ya Kati kubuni, kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa mpango wa mipango inayohusiana na maendeleo ya ukanda wa kijamii wa Kivu Kinshasa, amri iliyolisema. DRC miezi michache baada ya FARDC kukamata Pwenzero, maisha yanarudi katika hali ya kawaida katika eneo hilo na kurejea kwa mamlaka ya serikali kunahisiwa tena, lakini changamoto bado ni kubwa
kwa jeshi la idadi ya watu. Tukiwa tu DRC uko Hoka Tanga, washukiwa 20 wahalifu wakamatwa Lubumbashi. Karibu kushukiwa 20 wa uhalifu walikamatwa usiku kucha kuanzia Jumanne hadi Jumatano huko Lubumbashi. Watu hawa walikamatwa wakati wa operation ya ulinzi na utafutaji uliofanywa na polisi ya kitaifa ya Kongo PNC ama Police National Congolais katika wilaya ya Kenya. Kulingana na kamishna wa tarafa Blaise Kilimbalimba, vitongoji viwili vinayojulikana kwa viwango vya juu vya uhalifu vililengwa katika operation hii ambayo ilifanyika wakati wa mvua Jumatano asubuhi, ikifanyika nchini ya udhamini wa gavana wa mkoa ambaye kwa sasa yuko katika eneo la zamani la Grand Bandundu kwa mkutano wa 13 wa magavana. Operation hii inalenga kuhakikisha wakazi wa Hoka Tanga kuhusu usalama wa watu na mali zao. Kivu Kaskazini, kujiondoa kwa FCM 23 RDF kutoka Kitsumbiro, wepo wathibitisho Mupeti. Waasi wa M23 wakiungwa mkono na vikosi vya Rwanda RDF walianza kujiondoa kutoka mji wa Kitsumbiro katika eneo la Lubero la Kivu Kaskazini Jumatatu hiyo jana asubuhi, kulingana na vyanzo vingi vya ndani na picha zilizotumwa na vyanzo vya ndani. Baada ya kuondoka Kipese Jumatatu usiku, wapiganaji hao pia walijiondoa Jumanne kutoka vijiji vya Lunyasengi, Bukununu, Musia na Katondi, ambapo wakazi waliripoti kuondoka haraka kuambatana na kuchomwa kwa nafasi ya kulazimishwa kwa raia kusafirisha vifaa. Wakati huo vyanzo vya ndani vinaripoti kukimbia kwa baadhi ya washirika wa waasi wanaoshukiwa, huku idadi ya watu ikijaribu kuendelea na shughuli zake polepole katika maeneo yaliyotekelezwa. Hata hivyo, kinyume na ripoti zinazosambaa siku iliyopita, hakuna uondoaji wowote ulioonekana Mpeti. Chanzo kilichopo ardhini kilithibitisha Jumatano asubuhi hii kuendelea kuwepo kwa vikosi vya M23 RDF katika eneo hilo. Si Kinshasa, Kigali wala uasi wenyewe ambao haujatoa maelezo yote kuhusu hali hiyo. Harakati hizi zinakuja siku chache baada ya mkutano wa pande tatu uliofanyika nchini Marekani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda nchini ya upatanishi wa Marekani, ambapo mchakato wa kupunguza mvutano ulitangazwa. Hakuna uhusiano rasmi ambao bado umezingatiwa ama umeanzishwa kati ya ahadi hizi za kidiplomasia na kujiondoa huku mamlaka ya waasi wakibaki kimya kuhusu hali inayobadilika. Tukiwa tu nchini DRC, mustakabali wa Paul ama Lukwebo unaonekana kuwa mbaya zaidi kufuatia msimamo wake wa kubadilisha au kurekebisha kati kundi la wanachama wa ulinzi waanzilishi wa FPDC wameamua kumuondoa Bahati Lukwebo kutoka wazifa wake. Otto Bahati sasa anachukua nafasi ya kusimamia mpito hadi mkutano mkuu wa chama, kulingana na wanachama wanaopinga. Uamuzi huu uliofanywa katikati ya mvutano wa ndani unaolenga kuunda upya chama baada ya shutuma za usimamizi usioeleweka. Jaribio la mke wa rais Denis Nyakeru nchini Marekani. Serikali kupitia msemaji wake Patrick Muyaya inathibitisha kuwa miarifiwa kuhusu hali hiyo.
Tunawasiliana na mamlaka ya Marekani na tutawasiliana nawe mara tutapopata maelezo zaidi. Nataka kuhakikishia umma mke wa rais anaendelea vizuri, alisema. Kulingana na taarifa kutoka Washington, watu wasiojulikana walijaribu kuingia hotelini ambapo mke wa rais wa DRC anaishi, wakiwa ziarani Marekani kwa mwaliko wa Melania Trump. Mikoa yetu haijalishi ama haihitaji taasisi za majimbo zilizolemaa au zinazoshindana, bali taasisi zinazoheshimiana, zinazokamilishana na zinazowekeza ama zinazowaweka watu moyoni, alisema mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Antoine Chilombo. Vita vya M23 kufuatia kujiondoa kwa waasi wa M23 na wanajeshi wa Rwanda kutoka Kipesa katika eneo la Lubero Jumatatu usiku na Jumanne alasiri Mechi 24 mwaka 2026. Waasi pia walijiondoa kutoka Lunyasenga, Bukununu, Musia na Kantondi pia katika eneo la Lubero. Kulingana na vyanzo vyetu katika maeneo haya, wakazi wa eneo hilo pia wanaangalia kukimbia kwa washirika waasi ambao walikuwa wamechagua kuikamata ama kuikataa Jamhuri na kuipendelea M23 na Rwanda. Chanzo cha ndani kilisema kujiondoa huku kunaaminika kuwa matokeo ya kwanza ya mkutano wa hivi karibuni wa pande tatu uliofanyika Mechi 17 na 18 katika Marekani kati ya Rwanda na DRC chini ya upatanishi wa Washington. Mkutano wa 13 wa magavana, spika wa bunge Mheshimiwa Aime Buji Sangara alihudhuria sherehe ya ufunguzi huku Bandundu. Spika wa bunge Mheshimiwa Aime Buji Sangara alishiriki Jumanne Mechi 24 mwaka huu 2026 katika sherehe ya ufunguzi wa mkutano wa magavana uliofanyika Bandundu, mji mkuu wa mkoa wa Kwilu, chini ya unyekiti wa mkuu wa nchi Mheshimiwa Felix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Chilombo. Mkutano huu wa ngazi ya juu hatua jukwaa muhimu na mazungumzo kati ya serikali kuu na watendaji wa majimbo kuhusu masuala yanayohusiana na utawala wa maeneo, ugatuzi wa madaraka na maendeleo ya ngazi za nchi. Kupitia ushiriki wake, spika wa bunge Mheshimiwa Aime Buji anathibitisha tena kujitolewa kwa bunge kusaidia majimbo na kufanya kazi ili kuimarisha mshikamano wa kitaasisi katika huduma ya manufaa ya wote. Mkutano huu utazingatia ushiriki hai katika kazi zinazohusiana na maendeleo ya vijijini, kuweka kipaumbele katika mabadiliko ya sekta za kilimo, uvuvi na mifugo, kuimarisha uratibu kati ya serikali kuu na majimbo. Kikao hiki kinalenga hasa kutengeneza ramani ya kitaifa ya mabadiliko ya kilimo pamoja na kuboresha uhusiano kati ya maeneo ya uzalishaji na vituo vya majini. DRC. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya juu ya takwimu huko Kinshasa, ECC Kinshasa, ilitangaza kwa ACP Jumatano kwamba taasisi yake iko tayari kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wenye ujuzi, hasa wataalamu wa takwimu, kwa ajili ya sensa ya pili ya jumla ya idadi ya watu wa makazi iliyopangwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mradi wa sensa ya pili ambayo itahamasisha takriban ya watu 2000. Hii ni sekta yenye matumaini na vijana wetu wanapaswa kujiweka katika nafasi nzuri kuhusiana na uwanja huu wa takwimu. Tunaweza kufunza watu haswa 12,000 wanaohitajika kwa ajili ya sensa
alisema Profesa Dede Aliango. Kivu Kaskazini, madereva wanatoa usafiri katika njia ya Butembo Goma wametangaza mgomo kuanzia Machi 25 mwaka 2026 wakishutumu ukosefu wa usalama unaoendelea na hali mbaya ya barabara hasa katika Kipesi, Kirumba na Kanyaboyonga hadi Goma. Kulingana na Muhindo Msobao Gaston, rais wa muungano wa mamiliki wa magari UPV ama UPV, hali imekuwa mbaya huku mtukio ya mara kwa mara yakitokea katika hifadhi ya kitaifa ya Virunga. Mashariki ama mashirika ya usafiri yanaendelea kufungwa hadi ilani itakapotolewa kufuatia visa vya hivi karibuni vya uporaji huku Rwindi na ripotiwa kwa shambulio la kuvizia huko Vuseba. Kufikia hapa ni kama sina zera, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24, nasema asante kwa nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Awamu ya kwanza, awamu ya pili kujia hapo punde, lakini pia tatu, hivyo baki nasi ili mradi uende kupata habari moto, habari zinazojiri nchini Kongo, lakini pia mashariki mwa Afrika na Afrika ya Kati. Mimi ni wako mtangazaji wa Zam Vanker Ngale Musa, nikisema usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu, nikisema chao.